103.6 Radio Kibla FM. Kujitahidi kuwa ni watu wa kheri baada ya kumalizika Ramadhani. Kujitahidi kuwa ni watu wa kheri na watu wa taa baada ya kumalizika kwa Ramadhani. Mpaka wengine wakawa wamelizungumza hili wakasema kunu fi Ramadhana baada Ramadhani. Kuweni katika Ramadhani hata baada ya mwezi wa Ramadhani kumalizika na kuisha. Yani Ramadhani imeisha lakini bado uko kwenye Ramadhani. Lakini onekana huko kama vile katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hili ndio lengo kuu la kufaradhisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika aya ile ambayo ni maarufu sana. Naamini haiwezi kupita wiki mbili mtu hajaisikia kwa kipindi chetu hichi. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Huu cha Mungu ndio ile hali ambayo mtu ataonekana nayo baada ya kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani, lakini yeye bado akaonekana yuko katika hali ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tukasema kunu fi Ramadhan baada Ramadhan. Onekaneni au tuonekane tuko katika Ramadhani hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu kitendo cha mtu kuwa katika kheri, kufanya kheri baada ya kumalizika msimu wa kheri, hii ni miongoni mwa dalili ya kuwa yale mazuri aliyoyafanya ndani ya kile kipindi cha kheri, basi Allah subhanahu wa ta'ala ameyakubali. Ndio. Yani mtu kuendelea kuwa mcha Mungu, kuendelea kufunga za sunna baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuendelea kujistiri baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani kwa akina dada. Ndio. Kuendelea kuhudhuria katika darasa mbalimbali kama zitakuwepo sehemu mbalimbali vile, na kuendelea kuonekana anawahi katika swala za jamaa kama ambavyo walikuwa anawahi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni dalili ya kuwa yale mazuri aliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala ameyakubali. Ndio anasema Hasanul Basri, inna min jazaa'il hasanati alhasanatu ba'daha, hakika miongoni mwa malipo ya kheri ya mazuri ambayo mtu ameyafanya, miongoni mwa dalili ya miongoni mwa malipo yake hii kheri ni Allah kumfanya mtu huyu kuendelea kufanya kheri baada ya ile kheri ambayo ameifanya. Kama ambavyo pia miongoni mwa adhabu za madhambi ambayo mtu atayafanya ni kuendelea kuwa ni mtu wa madhambi hivyo hivyo. Yani leo amefanya dhambi, baada ya kufanya dhambi hili kesho akafanya dhambi lingine, kesho kutu akafanya lingine. Hii ni kana kwamba ili dhambi la pili na la tatu ni adhabu ya dhambi lile la kwanza ambalo amelifanya. Na hii iwe ni kwenye mambo ya kheri, kuendelea na ya kheri haya ambayo tunayafanya. Mtu asije akawa anaonekana baada ya kumalizika tu msimu wa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu tulikuwa tunahamasishana sana mwezi wa Ramadhani, mtu akafanya ya kheri baada ya kumalizika Ramadhani, yale ya kheri akafanya nini? Yote akayaacha. Na mbaya zaidi ya hii ni mtu kurudi katika madhambi baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kitendo cha kuacha yale mazuri ambayo tulikuwa tunayafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hii sio vizuri. Lakini itakuwa mbaya zaidi ikiwa mtu mwezi wa Ramadhani alikuwa anajifungamanisha na vitendo vizuri, anajifungamanisha na watu wema, lakini baada tu ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani akajifungamanisha na watu kinyume cha hawa wema. Hii itakuwa ni mbaya zaidi. Na sasa hivi kuna watu washatiania hujua. Kabisa. Siku zilizobaki hizi watu washawasiliana hivyo. Wako wale ambao kutokana na maasi yao walivyokuwa wakiyafanya wakati unaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, anasema kwamba bwana, kwa kipindi tulicho nacho hichi, kwa sababu mwezi wa Ramadhani unakuja, hebu tuachane kwanza kidogo. Au hebu kila mmoja ajue na la kufanya sasa hivi, hebu tuendelee kwanza na mambo ya kheri hapa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unapomalizika tu mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi umeandama, yani siku ile Nishai kumsikia mmoja kwa masikitiko makubwa anasema wako baadhi ya watu unaweza kukuta anapiga simu kabisa, bwana vipi shehe mwezi umeandama huko?
unaweza ukasema siku hizi bwana amekuwa labda na yeye ni mtu wa kheri, anafuatilia ili aanze maandalizi mazuri. Kumbe yawezekana anapiga simu kuuliza vipi mwezi umeandama, ili yale mabaya yake ambayo alikuwa ameyaacha kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani aendelee kuyafanya yale mabaya yake. Allah subhanahu wa ta'ala akampigia mfano mtu kama huyu. Ni kama mtu fulani mwandaazimu hivi, alikuwa katika mji wa Makka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, wala msiwe mfano wa yule mwanamke aliyekuwa anaufumua mkeka wake, alikuwa anaufumua ukili wake kwa lugha zetu za Kipwani. Baada ya kuwa ameufuma vizuri, umekuwa madhubuti, lakini baada ya kuwa umekamilika ule mkeka, akaanza kuuchana na kuufumua. Inaelezwa huyo alikuwa ni mwanamke mmoja pale katika mji wa Makka kipindi hicho, anaitwa Raita ibn Amr ibn Ka'b, mwanamke bintu Amr bintu Ka'b. Alikuwa ni mwanamke ambaye akili yake haiko vizuri. Alikuwa anasuka mima ni mkeka au chochote ambacho alikuwa anakisuka kinaonekana kuwa ni kizuri, sasa kimeshakamilika. Baada tu ya kukamilika anaanza anakifumua. Baada ya hapo anaanza kukifuma tena. Afanya kazi bure kabisa. Anapoteza muda kabisa. Kwa hiyo huyu ni mfano wa yule mtu ambaye ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani amejifungamanisha na mambo ya kheri, amejifungamanisha na ibada mbalimbali, lakini baada tu ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani akaona yale ya kheri anayoyafanya ayavuruge, aachane na yale ya kheri na badala yake aelekee kwenye maasi. Huyu atakuwa amejifananisha na huyu mwanamama mwandawazimu ambaye alikuwa katika mji wa Makka. Na hatutakiwi tujifananishe na watu ambao muonekano wao tu moja kwa moja sio mzuri. Kwa hivyo sisi kama vijana na Waislamu kiujumla, isitokee mmoja wetu baada ya kuonekana yuko katika msimamo mzuri kipindi hichi mwezi mtukufu wa Ramadhani, utakapoisha tu mwezi mtukufu wa Ramadhani, msimamo wake na muonekano wake wa Kiislamu, muonekano wake wa kimaadili ukabadilika ikawa ni kinyume chake. Haitakiwi. Sawa. Haya, tumemaliza hapo au bado kuna cha kuvizungumza? Tunaweza tukawa tumemaliza. Tuendelee kidogo kama labda kuna maswali, kuna chochote kipo. Tulilisahau swali moja hapa, kumpa mtu ambaye sio Muislamu zakatul fitri. Mashallah, na kweli tulisahau. Tayeb, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ile ambayo ilikuwa inaeleza hikma ya kutolewa kwa zakatul fitri ni tuhuratan lis-saimi min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Zakatul fitri iwe ni sehemu ya chakula kwa masikini. Na chakula hichi iwe ni sehemu ya furaha kwa yule anayepatiwa. Iwe ni sehemu ya furaha kwa katika ile siku ya Eid, naye ajione kwamba anafurahi. Ndiyo. Katika watu ambao wanahusika na hii Eid al-Fitr bila shaka ni Waislamu. Maana yake asiyokuwa Muislamu hawezi kuwa anaumiza kichwa kwamba Eid hii inapitaje, hapana, wala haiwahusu. Kwa hivyo apatiwe zakatul fitri yule ambaye hii Eid inamhusu kwa asilimia zote, ambaye ni Muislamu. 103.6 Radio Kibla 10 FM.